Andika kichwa cha somo nini? Roho ya sumaku. Roho ya sumaku. Na mada ya somo ni roho ya sumaku, lakini wazo kuu, kila mtu chini ya jua ana roho inayomtambulisha. Kila mtu chini ya jua ana roho inayomtambulisha. Wanasaikolojia walisema, fungua kinywa chako tutajua wewe ni nani. Mtu akiwa amekaa kimya hivi asemi, anaweza akaonekana ni malaika, lakini akifungua kinywa mtajua wewe mtu ni nani. Haleluya. Haya maandiko tuliyosoma yaliandikwa na Mfalme Suleiman. Ndivyo inavyosemekana kwamba ndiye aliandika, na walifanya hivyo kwa sababu wanaangalia jinsi ya utunzi wake na maneno yake hayaachani sana na kama alivyoandika kitabu cha Mithali. Kwa hiyo tunajua au tunafikiria aliandika ni Suleiman, lakini ni maneno ya hekima sana. Mimi nimesema somo litakuwa ni roho ya sumaku. Wote tunafahamu sumaku ilivyo. Amen. Sumaku kama sumaku, nenda kachanganya mamichanga, weka vyuma, weka vioo, weka mawe, weka nini, ukizungusha kwenye huo mchanga itanasa nini? Itanasa chuma. Na kwa kuwa inanasa chuma, tunagundua tabia ya sumaku. Sawa? Haitanasa jiwe, haitanasa kioo, haitanasa mchanga, bali itanasa chuma. Ni hivyo hivyo mwanadamu anaweza kuwa na roho inayonasa watu wa aina yake. Kila mwanadamu chini ya jua ana roho. Roho hiyo inanasa watu wa aina yake, na hiyo ndio itakayomtambulisha kwamba yeye ni nani. Wanasaikolojia pia walisema kwamba nionyeshe rafiki yako nami nitakwambia tabia yako. Bwana asifiwe. Na hivyo sasa tunajifunza neno hili kama kanisa, kwa kuwa inawezekana ukajifanyia tathmini kwamba mimi ni roho gani ambayo ipo kwangu, lakini kimsingi siipendi, ukaamua kubadilika na kurudi kwenye roho ambayo inapendeza na kuipenda wewe mwenyewe. Haleluya. Kwa hiyo utakapofika mahali ukajinyumbulisha kwamba hakika roho hii haitanifaa kwa ajili ya ufalme wa Mungu, wewe mwenyewe sasa utanyumbulika, utaki kwa nafasi kama ambavyo uliwaona watu ambao wamekuja mbele kwamba mimi nahitaji wokovu. Haleluya. Hawa ina maana kwamba wamechukua hatua ya kwanza kwamba nimeamua kuachana na mambo ya dunia hii na ingia kwenye hali nyingine, na ili kwamba yeye aje kutokea kuwa mtu ambaye ni wa aina nyingine, atawanasa wale ambao ni wa aina yake. Si ndio? Atawanasa wa aina yake. Kama tukirejea maandiko, unaona kwamba kuna watu wazuri, kuna watu wabaya, kuna watu wenye roho hizi, kuna watu wenye roho hizi, kuna watu wa, kuna watu waje. Wewe umeshajikagua una roho ipi katika hizo tajwa? Wewe ni mtu wa namna gani katika hizo tajwa? Na labda niseme, tunavyokuwa tumekaa mbele sisi watumishi wa Mungu kukuambia neno, na wewe ni mtumishi wetu na mwenzetu natusikiliza, kwa maana wote wawili ni wanafunzi, tunaambukizana aina fulani ya roho. Amen. Na hitaji ni kuambukize roho ambayo itakusaidia, kwa maana ukisoma maandiko mwisho wa siku watu wote tutakuwa na aina moja tunakoelekea. Sio kama unanielewa? Unaweza ukaa duniani ukawa
na aina fulani ya maisha, aidha mazuri au mabaya, ukawa aina fulani ya tabia ama nzuri ama mbaya, ukawa aina fulani ya utukufu wa juu ama wa chini, lakini mwisho wa siku, hata Biblia inasema watakufunga, watakupeleka mahali ambapo wewe kuwaamrisha. Si unanielewa? Kwa maana kila nafsi itaonja mauti, kila nafsi itaiacha dunia, kila nafsi itaondoka duniani. Sasa unaondoka duniani umebebana na roho ya namna gani, na ni wapi unapoelekea? Sarakasi zote za mahubiri, sarakasi zote za kufundishana neno, tuzitafsiri kwa lugha hii moja, kwamba tunahitaji kuelekea wapi? Mbinguni. Kama unaitafakari kwa ajili ya kufanikiwa kidunia, umepotea. Bwana asifiwe. Kama unaitafakari kwa kuwa uingie mbele za Mungu kwamba ubarikiwe, umepotea. Haleluya. Kama